Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ametangaza kuwa yupo mafichoni katika eneo salama baada ya kudai kuwepo kwa jaribio la kumuua lililohusisha kundi la wanajeshi na wanasiasa. Haya yanajiri kufuatia wiki kadhaa za maandamano makubwa ya nchi nzima yaliyoongozwa na vijana wanaomtaka jiuzulu. Katika hotuba ya moja kwa moja kwa taifa kupitia ukurasa wake wa Facebook siku ya jana Jumatatu, Rais Rajoelina mwenye umri wa miaka 51 alisema tangu Septemba 25 kumekuwa na jaribio la kuniua na kufanya mapinduzi. Kundi la wanajeshi na wanasiasa walipanga kuniua. Nililazimika kutafuta mahali salama ili kulinda maisha yangu. Hata hivyo hakufichua mahali alipojificha, ingawa taarifa zisizothibitishwa hapo awali zilidokeza kuwa alitoroka nchi na kuelekea nchini Ufaransa. Taarifa hizi hazijathibitishwa rasmi na mamlaka yoyote hadi sasa. Maandamano makubwa yaliyoshika kasi kote nchini yamekuwa yakiongozwa na vijana wanaojiita Gen Z Madagascar, wakipinga utawala wa Rajoelina na wakimtaka aondoke madarakani. Hali hii imezua taharuki kubwa nchini humo, na juhudi za rais kutuliza hasira za waandamanaji zimeshindwa kuzaa matunda. Katika hatua ya kushangaza iliyolenga kupunguza shinikizo, rais alitangaza kuvunja serikali nzima na kujaribu kufanya mabadiliko kadhaa ya kisiasa, lakini bado maandamano yaliendelea kwa nguvu. Waandamanaji wamesisitiza kuwa hawatatulia hadi rais ajiuzulu. Kwa siku kadhaa zilizopita, rais hajaonekana hadharani. Taarifa kutoka ofisi yake mwishoni mwa wiki zilieleza kuwa kuna juhudi zinazoendelea za kumlazimisha aondoke madarakani kwa njia zisizo za kikatiba. Hali ya kisiasa imeendelea kuwa tete, huku taarifa zikisema kuwa wanajeshi walikuwa wakitishia kuchukua makao makuu ya televisheni ya taifa katika mji mkuu wa Antananarivo. Hotuba ya rais kwa taifa ilicheleweshwa mara kadhaa kabla na hatimaye kurushwa moja kwa moja kupitia Facebook, hatua ambayo inaashiria mazingira hatarishi ya kiusalama. Katika ujumbe wake, Rais Rajoelina alisisitiza kwamba njia pekee ya kutatua mzozo huu ni kwa kuheshimu katiba ya nchi. Kuna njia moja tu ya kutatua masuala haya, ambayo ni kuheshimu katiba inayotumika nchini, alisema. Hali ya sintofahamu na machafuko inaendelea kutanda nchini Madagascar, huku wananchi wakisubiri kujua hatua itakayofuata kutoka vyombo vya usalama, viongozi wa kisiasa na jumuiya ya kimataifa. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani $350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.